Wanaosemekana kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani haya majina matatu yanatajwa kuwa huenda pengine mmoja kati yao akateuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina ya vigogo hao watatu wa Chama cha Mapinduzi CCM ni Mheshimiwa Paul Makonda ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kabla ya kuamua kugombea katika jimbo hilo. Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima, huyu alikuwa ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Na Mheshimiwa Juma Aweso, huyu ni waziri wa maji. Majina haya yameanza kutajwa miongoni mwa wanaoweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania endapo mabadiliko ya uongozi yatahitajika baada ya uchaguzi mkuu. Wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasubiri kwa hamu kuona iwapo Rais Samia Suluhu Hassan atafanya mabadiliko yoyote katika safu ya juu ya uongozi wa serikali. Majina haya yameibuliwa kutokana na rekodi zao za viongozi, weledi na umaarufu ndani ya chama pamoja na serikali. Paul Makonda aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na baadaye mjumbe wa kamati kuu ya CCM. Anajulikana kwa kauli thabiti, utendaji wa haraka na uwezo mkubwa wa kushawishi makundi ya vijana. Kabla ya kutajwa hapa, alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, baadaye akatangaza nia kugombea ubunge jimbo la Arusha mjini. Daktari Dorothy Gwajima ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Amewahi pia kushika wizara ya afya. Ana rekodi nzuri ya utumishi wa umma na ni mtaalamu wa utawala wa afya kwa zaidi ya miaka 20. Juma Aweso, huyu ni waziri wa maji, anayesifika kwa usimamizi wa miradi mikubwa ya maji vijijini na mijini. Amejipatia umaarufu kutokana na ukaribu wake na wananchi na uwezo wa kusimamia utekelezaji wa sera. Je, ni yupi anafaa endapo ikitokea kama inavyosemekana kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.